Karibuni tutafakari tena kwa pamoja, hasa katika kipindi hiki cha Majilio ambapo tafakari yetu inasema Kristo atakuja tena. Ujumbe wetu wa leo ni swali linalouliza, ni kwa nini Mungu hakumuua Shetani? Utaona swali hili ndilo lililofunga tafakari yetu iliyotangulia hii. Tuliona ikiwa kama Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi zetu, basi kulikuwa na haja gani ya yeye kufa badala ya kumuua Shetani aliye kisababishi au chanzo cha dhambi? Hakika kwa mtu anayefikiria juu ataona ya kuwa hilo ndilo suluhisho, kwani dawa imara ni ile ya kuondoa mzizi wa ugonjwa. Lakini sivyo ilivyopaswa kuwa kwa jambo hili. Kwa Mungu wetu aliye mkamilifu sana, kila kitu kilitokea kwa sababu maalum. Hakuna jambo lolote lililotokea kwa bahati mbaya, yani bila kutarajiwa au kutokana na makosa katika uumbaji. Kwa mfano, kitendo cha Lucifer ambaye alikuwa ni malaika aliyependwa sana kuasi na kuwa Shetani. Kitendo chake kuasi na kuwa Shetani, mfalme wa giza, hakikufanyika kwa bahati mbaya. Hii ni kwa sababu kama ni bahati mbaya, basi ingekuwa ni kushindwa kwa Mungu aliyemuumba, tena aliyemuumba katika ukamilifu na utimilifu wa uzuri wote. Lakini sivyo. Vile vile Shetani na uovu, yani giza, viliachwa kuendelea kuwepo mkabala na nuru aliyoiumba Mungu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3 na ule wa 4. Kitendo cha Mungu kuacha nuru na giza kukaa pamoja, au kutenga nuru na giza na kuruhusu giza liendelee kuwako, hakikuwa kitendo cha bahati mbaya, bali ni ili kutimiza kusudio fulani la Mungu. Kama ingekuwa ni tukio la bahati mbaya, basi ingekuwa ni kushindwa kwa Mungu, lakini haikuwa ni kwa bahati mbaya. Kwa mfano, tunasoma katika maandiko kuhusu Musa ambaye alikuwa ni mtu wa Mungu, na Farao ambaye alikuwa mtawala katili na muovu. Tunaona ijapo Musa alikuwa upande wa wema na Farao upande wa uovu, lakini wote walitumika katika kazi ya Mungu. Nirudie. Musa aliyekuwa mwema na Farao aliyekuwa muovu, wote walitumika katika kazi ya Mungu. Mungu alimtuma Musa kwa Farao kumtaka awaruhusu Waisraeli waondoke Misri waende katika nchi ya ahadi. Lakini pamoja na mapigo, ishara na miujiza yote aliyofanya Musa mbele ya Farao, bado Farao aligoma katu kuwaruhusu Waisraeli kuondoka Misri. Sasa mtu anaweza kuhoji, je, Mungu alihitaji ridhaa ya Farao? Au hivi Mungu alishindwa kuagiza Waisraeli waondoke na ikawa hivyo? Au je, Farao alikuwa na nguvu za kushindana na Mungu? Maandiko yanatujulisha ya kuwa baada ya Mungu kumtuma Musa akamwambia Farao awaruhusu Waisraeli waondoke, Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu,
Hiyo tunaipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 13, vile vile sura ya 8 mstari wa 15 na ule wa 19 halafu 32. Vile vile tunasoma katika kitabu hicho cha Kutoka sura ya 9 mstari wa 7, wa 12 na ule wa 34. Sasa iweje Mungu afanye hivyo? Maandiko yanasema ni kwa sababu Mungu alitaka kuudhihirisha utukufu wake. Kutoka 14 mstari wa 18. Tunasoma vile vile katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 31 hivi: Israeli akaiona ile kazi ambayo ni kubwa aliyoifanya Mungu juu ya Wamisri. Ndipo hao watu, yani Waisraeli, wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Kumbe sio kwamba Mungu alihitaji ridhaa ya Farao, au sio kwamba Mungu alipata upinzani kutoka kwa Farao, bali Mungu alimtumia Farao. Yani Farao alitumika kama chombo cha kufanikisha kusudio la Mungu. Tunasoma pia kisa cha Yuda Iskariote na jinsi alivyotenda uovu kwa kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kufuatana na maandiko tunaona ya kuwa Yuda hakumsaliti Yesu kwa bahati mbaya, bali alifanya hivyo ili andiko litimie, kama tunavyoweza kusoma katika Injili ya Yohana sura ya 17 mstari ule wa 12. Hata kitendo cha Adam na Eva kuanguka dhambini hakikuwa cha bahati mbaya. Kama kingekuwa cha bahati mbaya, basi ingekuwa ni kushindwa kwa Mungu aliyewaumba katika ukamilifu wote. Lakini kilitokea ili kuudhihirisha wema, utukufu, ukuu na huruma ya Mungu kwa wanadamu. Tena ni fundisho kubwa sana kwetu. Hata katika maisha yetu leo hii tunashuhudia machafuko, ikiwa ni pamoja na magonjwa, vita, maonevu, njaa, dhiki na mambo mengi mengi tu. Hata watu wanafikia mahali na kuhoji, hivi kweli Mungu yupo? Na kama Mungu yupo, basi ni kwa nini mambo yote haya yanatokea? Tumeona watu wakiuliza maswali hayo sana pale tatizo kubwa linapotokea. Kwa mfano, pale mtu anapofiwa na ndugu wa karibu kabisa, hasa baada ya kuomba sana, baada ya kusali sana, lakini tunampoteza ndugu yetu. Hapo utaona watu wakiwa na maswali mengi. Hivi kweli Mungu yupo? Na kama basi yupo, ni kwa nini haya yote yanatokea? Jibu ni kuwa Mungu yupo na haya yote yanatokea, na yanatokea si kwa bahati mbaya, bali yanatokea ili kutimiza kusudio fulani la Mungu. Lakini utaona ya kuwa mara zote Mungu wetu hasimamii au hajihusishi na tukio baya hata siku moja, bali Mungu wetu anaruhusu tukio baya kutokea, lakini yeye anasimamia tukio jema pekee. Ndiyo maana basi Mungu aliumba mbingu na dunia zilizojaa utukufu wake na kuweka humo uhai. Lakini Mungu hakuumba Jehanamu, yani motoni,
bali aliruhusu iwepo. Na Mungu hampeleki mtu humo, wala hapendi mtu yeyote aingie humo, bali wote wapokee toba. Tunasoma hilo katika Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Mungu alimweka Adamu na Eva katika wema, yaani bustani njema ya Eden. Lakini Mungu aliruhusu wao kuchagua kubakia katika wema au kujua wema na ubaya. Alisimamia miujiza na ishara alizotenda Musa na kuwatoa Waisraeli kutoka Misri, lakini hakusimamia ukorofi wa Farao, ijapo aliuruhusu. Hata kwa upande wa Shetani, Mungu alimuumba malaika Lucifer katika uzuri wote na kumweka katika nafasi njema. Lakini Mungu aliruhusu uasi wa Lucifer na anguko lake, lakini hakujihusisha na uasi huo. Hata na sisi, Mungu alituumba na kutuweka katika wema, lakini akaruhusu mabaya kufanyika. Ila Mungu hajihusishi na mabaya hayo. Siku zote Mungu anajishughulisha na mema ili kutudhihirishia utukufu na huruma yake kwetu. Tumsifu Yesu Kristo.